إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يا خطبة الحاجة ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiisoma katika minasaba mbalimbali ikiwemo munasaba wa aqdi ya nikah. Baada ya khutba hiyo nitazungumza machache kisha tutaingia moja kwa moja kwenye jambo la aqdi ya nikah. Wali atamwezesha binti yake kwa muoaji kwa mujibu wa misingi ya sheria ya dini yetu. Machache ninayopenda kuyazungumza kwa munasaba wa jambo hili ni kuchukua nafasi zetu tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitekeleza amana tunazopewa. Aqdi ya nikah, mkataba wa ndoa, ukifungwa mkataba huu tayari muoaji ameingia kwenye majukumu mapya. Hivyo hivyo mwanamke anayeolewa anakuwa ameingia kwenye majukumu, na yale majukumu tunayoingia ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha amana hizo na atakwenda kutuuliza. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha nyinyi watu kuzifikisha amana kwa wenyewe. Kwa miongoni mwa amana tulizopewa sisi wanaume ni usimamizi kwa wanawake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alimfadhilisha wanaume kwa wanawake au juu ya wanawake. Baadhi yenu imefadhilishwa juu ya baadhi nyingine, na kwa sababu ya ile mali mlioitoa, umetoa mahari, lakini pia ukishaingia katika mkataba wa ndoa wewe ndio utakiwa usimamie matumizi yote ya familia yako, chakula, makazi, mavazi na kila kitu kinachohusu familia yako. Ni jukumu lako usimamie mambo hayo, lakini pia usimamizi wa kimaadili na mambo ya imani na dini na ilmu na mingineyo. Unakuwa tayari ushabeba majukumu hayo na ni amana, na utakwenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ni msimamizi. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wasimamizi, ni wachungaji, na kila mmoja au nyote nyinyi mtaulizwa kile mlichokisimamia. Kwa hiyo tusione tu raha ya kuoa, au katika kuoa kuna raha, kuna kadha, kuna hivi, utafanywa hivi, utafanywa vile, lakini ufahamu kwamba pamoja na raha zote hizo, lakini kuna majukumu unayotakiwa uyatekeleze, na ukiyasimamia majukumu hayo Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki katika ndoa yako. Lakini ogopa kuingia katika khiana. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hizi, enyi mlioamini, msimfanyie khiana Allah wala msimfanyie khiana mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala msifanye khiana katika amana zenu. Msifanye khiana kwa kushindwa kutekeleza amana mlizopewa vile ipasavyo, msifanye hivyo. Na hali ya kuwa nyinyi mwajua, wafanya kwamba ili wajua kwamba wewe watakiwa uisimamie familia yako, huisimamii, hutaki kusimamia kwa makusudi, au kujifanya kwamba wewe huhusiki, ukaitelekeza familia yako. Kuna watu wanatelekeza familia zao wakaziacha zateseka, ukimuuliza atakujibu anavyojua yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba wewe waweza ili au huliwezi, umeshindwa kwa namna gani, umeshindwa kwa kuwa kweli wewe umeshindwa, huna uwezo, au ni kwa sababu ya ujeuri tu na ubakhili na vinginevyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kwa vijana, wazee, wale waliooa na wanaoa sasa na watakaooa, wajue kwamba kuna masuhulia ndani ya akdi ya nikah. Ukishaingia katika nikah, basi kuna masuhulia watakiwa uyasimamie, na pingine mambo haya ukishindwa kuyasimamia, kwanza ukiweza kuyasimamia utapata thawabu na utakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama mfano chakula unachompa mke wako. Mtume swalla sallam anasema kwamba pia hili ni sadaqa. Hata kile tonge unaloweka katika kinywa cha mke wako ni sadaqa. Sasa sadaka ngapi umetokuwa unazitoa kwa kumvisha mke wako, kwa kumlisha na kumpa makazi? Kiasi kikubwa sana. Kwa ni sababu ya kumkaribisha mtu na janna. Lakini kinyume chake, ikiwa hukulisimamia jambo hilo, ni sababu ya kupeleka katika nar, wal billah, kwa sababu amana itaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kulisimamia hili? Kwa takiwa tuyajue hayo, siwatishi, lakini nataka tufahamu kwamba tuna wajibu wa kutekeleza haya, ili tusikasema kwamba hatukujua. Na sheria ya Kiislamu imekuja kuondosha nyudhuru kwa watu. Qur'ani imeletwa ili kuondosha nyudhuru kwa watu, wasije wakasema sisi hatukujua, hatukusikia. Kwa tutawaambia kabisa kwamba haya tunayoelekea ni amana, kwa ni wajibu juu yetu kuzisimamia amana tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mjue pia kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani, na mbele za Allah kuna fadhila kubwa. Sasa ukizitazama hizi aya utakuta zilivyoongozana zina hikma kubwa sana na siri kubwa. Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kisha akasema wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Alafu akafuatishia aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Kistazama hizi aya utaona kuna tahdid, kwanza kuna muongozo wa watu kutekeleza amana walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hapo hapo kuna vitisho kwa mtu anayefanya khiana. Lakini pia pakatajwa sababu zinazopelekea baadhi ya watu kuingia katika khiana, ni mapenzi ya watoto, mapenzi ya mali, lakini wakapewa ishara ya kuonyesha hivi vyote unavyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni fadhila,
na fadhila si hizi tu, fadhila ziko nyingi na kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usikahofia kwamba ukitoa mali yako itapungua au itaisha. Ukitoa mali yako kuitumikia familia utafilisika kwenye biashara, bado fadhila za Allah ni nyingi tu. Lakini pia mkiunganisha mambo haya na takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukalisimamia jambo hili lillahi rabbil alamin, Allah anakufanyia furqana. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah atawafanyia upambanuzi. Utajikuta tuweza kupambanua mambo halali na haramu, haki na batil, kufuru na Islam. Utajua mambo hili lilifanywe kwa wakati huu, hili silifanye, nilitangulize, nilicheleweshe. Hata biashara zako namna kuzipangilia. Watu wengi wanashindwa katika mambo na wanafeli kwa sababu hawana mpangilio katika mambo yao, hawana mchanganuo mzuri katika mambo yao. Lakini in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Allah atawasamehe madhambi yenu, wa yaghfir lakum, wallahu dhul fadli alazim. Kwa hiyo ukizitazama hizi ayati zinatuhimiza sisi tusimame katika msingi wa kusimamia familia zetu. Tusiwe mabakhili, tusiwe wachoyo, tusiwe ni watu wenye maneno ya kuwasimanga wanawake na kuwanyanyasa na kuwadhalilisha kwa sababu ya vile tunavyowapa.